Waliendelea kumrekodi kutaka kujua maisha yake, lakini bila kujua roho ya muuaji iliishi ndani ya mwili huo. Picha yetu inaanza ikitutambulisha Mia. Mia huyu ni mwanafunzi ambaye anasomea masuala ya kuandaa vipindi na mambo makubwa, tuseme huku kwetu tunaita waandishi wa habari. Na huyu hapa mwanamama ambaye anaitwa Debora. Na Debora leo yuko na wenzia ambao kina Gavin pamoja na Luis. Hawa wote wapo katika kikundi kimoja. Leo walimtembelea rafiki yao ambaye alikuwa anaitwa Sala. Sala ni mtoto wa mama mmoja ambaye anaitwa Debora, na huyu ni jirani yao ambaye anaitwa Halis. Halis na mama Debora wakiwa wanashirikiana kwa pamoja kutunza mazingira. Lakini hapa Mia ameletwa na Sala, na Sala anamwambia mama Mia, hakika amekuja kukuandalia leo documentary. Lakini mwanamama Debora alikataa na kumwambia bwana Mia, ikiwezekana tufanye siku nyingine, kwa leo siko sawa kiakili wala kiafya. Basi lakini dada huyu hakukata tamaa, na wiki moja ikapita baadaye na alikuja tena. Leo hapa walikaribishwa kwa furaha kina Luis, kina Gavin pamoja na Mia na kundi lake lote, na Sala akamwambia hakika leo kuweni na amani, na mama leo yuko vizuri sana kufanya hiko kipindi. Hata upande wa Madam Debora aliwakaribisha vizuri na kuwaambia chumba hiki hapa ndicho ambacho tutaanza kufanya kipindi chetu, tutaendelea. Mia moja kwa moja akasimama kama host na kutambulisha na kuambia hakika binadamu wengi huaga wanasumbuliwa wanapofika uzoeeni, hasa na kitu ambacho kinaitwa kumbukumbu, na ubongo huwa na kumbukumbu nyingi, na mwisho siku ubongo ukolapti na mwanadamu kupoteza maisha. Kwa hiyo Sala hapa akaendelea kusema, unajua mambo haya siku zote yalitutesa sana, kwa sababu siku moja nakumbuka mama angu aliwasha gesi na kushindwa kujua kama amewasha gesi na nyumba kupata kuungua moto. Kwa hiyo akaendelea kusema, na hata dokta ambaye yupo katika hiki kipindi na yeye anaojiwa akathibitisha hivyo kwamba mwanamama huyu ni mteja wake wa siku nyingi, na siku zote huaga anakuja hapa kuendelea kuangalia maendeleo yake ya kichwa chake na kumbukumbu zake. Lakini mama huyu siku zote akubali kama yeye ni mgonjwa. Mwanamama akaturudisha miaka ambayo alikuwa anamlea Sala yeye peke yake bila baba, kipindi hiko mume wake alipofariki dunia. Akaendelea kusema, mimi nilikuwa nafanya kazi katika masuala ya custom care na kusaidia watu ama kusaidia jamii, lakini ilikuwa inapofikia kuna wakati nashindwa kujua simu hii ya nani na simu hii ilikuwa inataka kitu gani. Ilinipelekea kusahau mdogo, na kila siku zilipozidi kwenda nilikuta napoteza kumbukumbu, na hata nikifika kufanya malipo nilikuwa natoa pesa nyingi. Mwanamama akazidi kutoa ushirikiano, na upande wapa daktari naye Nazali akaendelea kutoa ushirikiano kikubwa. Watu hawa dokumentari hii walikuwa wanaiandaa kwa umakini ili mradi kusaidia watu. Haya, upande hapa tunamwona Nazali akiwa na seti kamera, lakini mwanamama amekuja hapa na anashangaa kama hawa watu wamekuja kufuata nini, ingalikuwa yeye mwenyewe ndiyo ambaye ametaka mambo haya yaendelee. Usiku ulipofika, Mia pamoja na Sala wakiwa huku chumbani wanapiga story huku wakiangaliana masuala ya kupimana joto, lakini ghafla wanasikia sauti ambayo ilikuwa inatoka katika sehemu ya kupikia. Wanamkuta mwanamama Debora akiwa anapiga kelele kwamba amepoteza kitana chake. Haya, wote kwa pamoja wakaanza kutafuta kitana ili mradi mama ikiwezekana atulie, ili mradi mama aweze kutulia. Lakini huku tena wakawa wanapekua na kukuta vitu ambavyo havieleweki, lakini mwanamama huyu akaonekana anafanya mambo ya ajabu, na Mia alibaki kushangaa kwa nini mwanamama huyu ameganda hapa na kuna kitu anakifanya. Ili kumshtua tu mwanamama anaanza kujitoa ngozi, na kitu hiki kilipelekea asubuhi yake kwenda moja kwa moja hospitali. Na Sala aliumia sana kwa maneno ambayo alisikia kipindi Dr. Nazali anamwambia hakika hali ya mamako mpaka sasa hivi inazidi kuelekea kwa pabaya, yaani huu ugonjwa uko serious, kwa hiyo itamtaka akae hapa hospitali kwanza kwa ajili ya matibabu zaidi. Siku 15 baadaye mwanamama huyu hali yake ilikaa sawa na kutoka nje ya hospitali, na hapa alipokelewa vizuri sana, na wakasema hakika inabidi ukae kwa utulivu, hakika inabidi uishi salama, uache vurugu. Mwanamama Debora, lakini hapa kuna nafsi na maneno ya ajabu ambayo anayaongea, na kitu hiki yeye mwenyewe anajishangaa, lakini kama anabishana navyo, hapana, usifanye hivyo, na anaongea na mtu ambaye kama yeye anamuona, lakini sisi tunamuona hapo yupo peke yake katika kioo. Siku ya 18
Sala akiwa yuko na Mia pamoja na Kevin pamoja na Wins wakiwa wanakunywa hapa na wakawa wanaongelea, lakini ghafla walisikia sauti tena na ikabidi watoke kuifuata ile sauti. Sala akiwa mbele, Mia akiwa anamfuata nyuma, lakini hapa ajabu walimuona mama Debora akiwa anapita haraka. Kwa ukimya walimfuata taratibu Debora bila kumshtua, ili mradi waone Debora ndofanya nini. Lakini Sala anamkuta mama yake amesimama karibu na dirisha, akaona kumbe mama anasumbuliwa na usingizi wa kutembea ama ndoto akiwa anaongea. Basi kabidi afunge madirisha haya kwa kugongelea msumari, na shida haijaishia hapo. Lakini hapa leo wakiwa wanamwangalia, kamera zinaonyesha ambazo wamezitega chumbani, mwanamama huyu akiamka, na wakajua watatokea hapa mlangoni, lakini hakutokea, na wakaanza kumwangalia mama ameenda sehemu gani, na wakakosa kujua mama huyu ameelekea wapi. Haraka wakavaa nguo zao na wakaanza kumtafuta, na walipofika katika ile dirisha walikuta ile dirisha tayari lishafunguliwa, yale ya kwamba waligongelea msumari, na hata nguo ya mama Debora iko hapa chini imeachwa. Walipoangalia kapitia wapi hawakumuona, wakaanza kumsaka katika msitu ili mradi kujua, na wakamkuta mama Debora akichimba ardhi kwa mikono yake. Na hapa Sala alimchukua mama yake na taratibu akaanza kumsafisha kucha zake, huku akimwambia mama, nasafisha kucha zako na zitakaa sawa. Na ilipofika Sala anajisikia vibaya, ikabidi wafuatilie hizi rekodi. Walimuona amekuja hapa katika sehemu ya kupikia na mara anashuka, lakini hawaelewi hizi movement zake anakuwa anazifanyaje. Watu wote walikaa kwa kuchanganyikiwa bila kujua hivi ni kweli kumbukumbu ama ni kitu kingine cha ziada ambacho kinampelekea mama huyu kupata shida. Sala asubuhi yake alichukua simu na moja kwa moja kumpigia daktari, na hapa mtu mzima huyu hapa jirani yao alimwambia, hakika kama unataka kumfanyia documentary mfanyeni haraka, kwa sababu ugonjwa wake unazidi kuwa serious, na mumchunguze na mumwambie kitu gani ambacho anakifanya, na ikiwezekana kama mlikuwa mnamrekodi mumuonyeshe matukio yake. Basi kweli walimweka kangoni na wakaanza kumwambia Debora mambo ambayo anayafanya, na mara kwanza walijua mama huyu ana ugonjwa tu wa kusahau na ndio maana mambo yote anafanya, lakini hapa alitokea Sala kumwambia mama, angalia mambo ambayo anafanya. Na Sala alipomwonyesha mama yake, na mama yake Debora anamwambia, hakika huyu mwanamke ambaye yuko hapa sio mimi, huyu ni mtu mwingine na mimi ni mtu mwingine. Mama akalazimishwa na mama akawa mkali na kuambia, kwa nini mnaniforce? Basi akapangua hata ile shooting, na hawa wakamchukulia mama huyu ni mchanganyiko wa akili. Sasa mwezi ni mchanga, moja kwa moja mpaka hospitali, na daktari akaanza kumfanyia matibabu ya mgongo kidogo, spine cord, kumtotoa kidogo viuchafu. Huenda hivi ndivyo ambavyo vinamletea matatizo ya akili, lakini ghafla akaanza kujitoa ngozi kwa mikono yake mwenyewe. Daktari alilalamika na kumwambia, hakika acha, lakini mwili mzima huyu mama ulikuwa tayari ushaharibika ama tayari umeshazulika. Ina maana tatizo hili kwa huyu bidada linazidi kuwa baya, na yote kwa yote wanajiuliza, hii ni tatizo tu la kulala ama tatizo la kupoteza kumbukumbu linalompelekea kufanya vitu vya hatari kiasi hiki siku ya 41? Walipotoka hospitali na kurudi nyumbani, Mia pamoja na Frankie ili mradi kuja kujiandaa na dokumentari yao, lakini wakaona bora wamsaidie Sala kukusanya kila kilichokuwa kimechongoka ama silaha ambayo inaweza ikamuumiza huyu mama na kuvikusanya sehemu moja. Na Sala akamwambia mamake kila kitu kiko sawa, na hapa Sala kaja pamoja na Mia wakawa wanajiandaa kuingiza vitu ndani ya store, lakini ajabu wanaona nyoka wasiyemjua nyoka huyu kaingilia wapi ama katokea wapi. Na walipofuatisha moja kwa moja wakaingia mpaka store, wakakuta picha na michoro mingi ambayo inaonyesha mtu yupo katika dirisha na kama roho ama nafsi ya hatari. Picha hizi ziliwatisha sana, na hapa wakapata kujua huenda kuna nafsi ambayo inamfanya bidada Debora aendelee kufanya mambo mabaya. Basi jamaa akachukua necklace yake ilikuwa ina alama ya msalaba ili mradi kufokea mashetani, lakini ghafla Debora anatokea hapa uso kwa macho na huyo Frankie. Debora akamwangalia, lakini geti ama dirisha lilijifungua lenyewe na kuanza kuondoka. Habari hizi hakukaa nazo, akazileta moja kwa moja kwa Sala na Mia, lakini hawakutaka kumwelewa, na walipoonyesha
walipoonyeshana Mia pamoja na Frankie kinachoendelea, wote hawakuamini, wakasema hii siyo kitu cha kawaida. Upande wa hapa Sala anapomaliza kumlaza mamake Madi aweze kupumzika, lakini kamera zilikuwa zimetegwa kila sehemu. Punde tu mwanamama anashuka taratibu kitandani na kuanza kuondoka, na watu wakawa wanamwangalia anaelekea wapi. Lakini mara ghafla wanaanza kusikia kelele za simu zinaita, ama alamu ya simu inaita, na kumbe ilikuwa ni mwanamama yupo huko ashaanza kufanya visanga vyake. Kelele hizi ziliwashtua kila mmoja na wakaanza kutafuta mwanamama huyo yuko wapi. Hatari na ajabu, wanamkuta mwanamama yuko katika sehemu ambayo yuko uchi wa mnyama akichezea simu ama kuzungusha boksi ambalo limewekwa kwa ajili ya simu zote zinazoingia ndani hapa, akiwa yuko uchi wa mnyama. Na jambo hili lilifanya Sala azidi kuchanganyikiwa na kumwona mama yake kama hayuko sawa, na si tena uzee ama si kupoteza kumbukumbu. Ikabidi apigwe dokta moja kwa moja. Alikuja hapa, na baada ya kuja mwanamama huyu anaonekana kama mtu ambaye anajutia kwa kila anachokifanya, kwa sababu yeye apendi. Lakini Dokta Sabili akamwambia, hakika hii sindano itakusaidia. Kama unamuona anafanya vitu vya ajabu ama mambo ya hatari, itamsaidia alale kwa haraka. Na hapa wakawa wanasikiliza hizi sauti ambazo mwanamama alikuwa anaziongea pale alipokuwa katika ile meza ya simu, na hapa akasikia neno ambalo lilikuwa linaitwa Harry, Harry, Harry. Wakataka kujiuliza, huyu Henry ni nani, ama huyu Harry ni mtu gani? Siku ya sasa hivi ni siku ya 41 tangia wapo hapa, na wanaendelea kufuatilia masuala haya, kwa kuwa alikuwa anataka kuandaa documentary ya huyu mama, wamwandalie kipindi chake. Hawa watu kwa sababu walilipwa hawakukata tamaa, na Sala alikuwa anapambania kumweka mama yake apate kukaa sawa. Basi wakatamani kujua ni nani Harry. Sala akaingia katika msongo wa mawazo, lakini Harrison ambao ni jirani yake akamwambia, hakika kuna nafsi ama kuna roho, na hiyo roho sio ya kawaida. Mawili tuikemee, tumwite mchungaji, ama tuangalie namna gani tunaweza kumsaidia mamako, ama umuondoe mamako hapa kwa matibabu zaidi na zaidi. Upande wa hapa Mia na Sala wakawa wanapekua kutaka kujua huyo Henry ni nani. Wakawa wanaziandika zile alamu ambazo mama alikuwa anazipiga na maneno. Mwisho wa siku Henry wanamuona huyu hapa katika picha, na walipoendelea kumfuatilia, Henry ni nani? Henry ni mtu ambaye yeye alikuwa ameanza kukaa hapa, na Henry huyu alikuwa na dini ambayo haijulikani dini hiyo inatokana na nini. Kwa hiyo lakini Henry alijikuta anaua watu, anafanya matukio ambayo hayampendezi Mungu na wala kupendeza wanadamu ama wananchi ambao wanatamani kuishi sawa. Henry alitoa sadaka nyingi, na yeye alikuwa kama Mungu ambaye anaabudiwa katika hiko chama chao. Kwa hiyo inasemekana nyumba hii ilikuwa mwanzilishi ni Henry. Kwa hiyo Henry alirekodi vitu vingi, na hata ripoti zake zilikuwa, kwa sababu Henry mwenyewe alifanya mauaji ya watu wengi, na mwisho wa siku Henry alipotea ghafla. Kwa hiyo nakuja kupata picha hapa kama hata wale nyoka sio nyoka wa kawaida, bali ni nyoka ambao wanatokana na huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Henry, na hiyo ndiyo imani yao. Je, sasa hii imani inahusiana nini? Unaambiwa utaenda, mwisho wa siku itabidi umchukue mtoto mdogo na umle, ama mtoto mdogo umtoe sadaka katika hiyo imani yao na hiyo dini ambayo Henry alikuwa anaiendesha. Upande huku Sala akiwa yuko na staajabu nyingi sana, na anajiuliza kwa nini haya yote yanamtokea mama yake. Lakini mama anasema mwenyewe hii hali haipendi na anaichukia, na anaomba Mungu amjalie ikiwezekana apone. Mama anainuka anatoka, lakini hapa anakuta anatapika vitu vyeusi, vitu ambavyo si vya kawaida. Uchafu huu ama matapishi hayo yalimpelekea mama huyo kufika moja kwa moja hospitali, na wanajiuliza anakulaga je michanga? Yani mkaa sio mkaa, yani nashindwa hata nielezee vipi. Lakini walipozidi kumwangalia umama anazidi kupoteza nuru na uzuri wake. Haya, kamera zikawekwa kila sehemu, na kamera kama ilivyokuwa kawaida kila mahala. Kwa hiyo bidada huyu amekuwa lazi, kwa sababu watu wote walioingia hapa wamemuona mama yake akiwa iko uchi wa mnyama. Kwa hiyo yeye ajali, anachotaka mama yake yeye apone, anachotaka mama yake apate afya. Na simu akawa anawasiliana nayo
na mama yake sasa hivi yuko hospitali na hali yake kidogo inaendelea na madaktari wanaendelea kuwamsaidia. Siku ilipofika siku ya 60, mwanamama huyu kidogo alau amepata nguvu ama pata pumzi kidogo, lakini Harrison jirani yake anakuja hapa ili kumjulia dada hali, na dada Debora anamwambia Harrison, tafadhali naomba unisaidie uniue ili mradi uniondolee adhabu. Harrison kwa unyonge anachukua mto taratibu, anamsogelea na kuanza kumuua dada Debora ili mradi Debora asiteseke, ili mradi Debora asihangaike. Lakini ajabu, kamera ambayo imefungwa ndani na inakuja inampiga nayo Henry kichwani na Henry anapoteza fahamu. Sala anakuja hapo aamini. Sala hajaamini na anamkuta Harrison yupo katika hali mbaya, lakini Harrison anamwambia Sala, nenda karibu na nyumba yenu, mama yako kanambia Henry kuna vitu kavifikia na hivyo vitu ndivyo ambavyo vinamtesa, kwa hiyo kaomba bora nimuue, na mimi nilipotaka kumuua ndio matatizo mazito haya hapa yametokea. Sala na kina Mia moja kwa moja wakaenda mpaka hiyo location ambao wameelekezwa, wakachimba waangalie vitu gani ambavyo wanaweza vikutapa ambavyo Henry amevifikia ambavyo vinasababisha mwanamama huyu azidi kuchanganyikiwa kila siku, kila wakati na kila masaa na kila muda. Kwa hiyo hapa wanakuta kile kitana ambacho mwanamama kuna siku alikuwa anakitafuta, jamani, kitana changu, kitana changu. Kwa hiyo kumbukumbu hizi sasa hivi wanaanza kuzipata kama huyu mama sio tu masuala haya, na dada akapata ile kumbukumbu ambapo siku jamaa mama yake alikuwa anachimba hapa, ina maana alikuwa anataka hiki kitanua chake, kwa sababu kinaendelea kumfanya yeye ajisikie vibaya. Na walipozidi kupekua ndani wakakuta vitu ambavyo kama kiroba, na hiki kiroba kutaka kuchukua ndani, mambo alikutana nayo Sala aliweka chini. Kile kiroba unaambiwa kilikuwa kina nyoka ambao ni wengi sana. Wakakibeba kile kiroba taratibu kuondoka nacho kufika mpaka katika majiko ambayo ndani wanayoweka ambayo anatumia kuni. Basi hapa wakaanza kushauriana, lakini kabla hajachoma moto wale nyoka wakaanza kutoka kwa wingi. Ina maana Henry yeye ndiyo mshenzi ambao mambo yote haya akayaandaa. Henry ndiyo ambaye uchawi wake unamfanya mwanamama anapata shida, na walipokitia kile kiroba kilibutuka utazani bomu na kuwatupa mbali. Basi wakiwa wote wanazidi kuchanganyikiwa na kutamani kujua namna gani wanaweza wakajiokoa ama kujisaidia, Sala na Mia pamoja wanaambatana, na hapa haraka wakachukua gari moja kwa moja waenda hospitali. Lakini huku mwanamama anaonekana taratibu anashota mpora na kuingia katika chumba cha mtoto mmoja. Askari polisi alipotaka kuleta maneno yake aliuliwa haraka sana. Debora anajikuta amefanya mauaji, na hapa kuja dada kusomewa kesi ambayo mamake ameifanya, yeye alizidi kuchanganyikiwa. Akataka kumwangalia mamake yuko wapi, na nesi wote wanamwambia tulia, hakika tumemfunga nganga na mamako hawezi kutoka, na mamako ilikuwa hivi na hivi na hivi, wakamwadisia na ikabidi wamuonyeshe hata vitu. Sasa mama ameondoka na ametoroka na mtoto wa watu, na huyo mtoto naye alikuwa ni mgonjwa, kitu ambacho kilimpelekea Sala azidi kudachanganyikiwa, azidi kudata. Sasa maskari wakawa wanatoka moja kwa moja kufuata direction ama kuangalia mama huyu ameelekea wapi, na hapa mbele wanamkuta bidada huyu akiwa yuko na mtoto amemshikilia mkono na kama yupo katika bumbwazi. Sala taratibu anamuomba mamake, lakini mamake mkono wote uko tayari ushabadilika na akamzuru askari bila kuogopa na kupotea haraka sana. Sasa hivi wameanza kumuona mama sio yeye kweli, ni shetani ambaye yuko ndani ya mwili wake na ndiyo ambaye anamsumbua. Askari akamwambia hakika huku msije, nyinyi ningojeni hapo, mimi nitapambana naye. Basi mama huyu taratibu ananyemelea hili banda ambalo mama Debora na mtoto wameingia na kuangalia namna gani anaweza akawasaidia ama kumsaidia yule mtoto. Basi mwanamama huyu alizama mpaka ndani, lakini ajabu, sauti ya risasi ama mlio ulisikika, na Sala na mwenzie Mia waliingia kwenda kuangalia kitu gani ambacho kinaendelea au kitu gani ambacho kimetokea. Na hapo wanamkuta askari tayari ameshakufa na nyoka akiwa anamnyonya damu. Kwa hiyo wakaanza kumtafuta mwanamama huyu akimbilia wapi. Sala bila uoga, Sala alizidi kuingia ndani. Sala alizidi kumpambania
mama yake mzazi kwa hali aliyokuwa nayo inasikitisha sana. Basi hapa anakuja anamkuta yupo katika pango, lakini mama huyu yuko ndani ya pango zaidi, na Sara alizidi kuingia, lakini nyoka walikuwa ni wengi na yeye hakujali kwa sababu nyoka wale hawamzuru. Na hapa alimkuta mama yake, ikamtaka achukue begi na kutoa ile sindano alogewa imadi aweze kumtuliza. Sara akiwa anamsogelea huyu mama yake, na mama yake akiwa yuko na mtoto haelewi kitu gani ambacho anakifanya. Sara akatumia nafasi hili kuongea na mama yake, lakini hapa wanakuta wanakumbatiana na kupigana, lakini hakuna chochote Sara alichofanikiwa, na mama akaondoka na mtoto. Sara sasa ikabidi atoe bunduki liwalo na liwe, ikiwezekana mwangamize mama yake. Akamkuta mama yake anataka kummeza huyu binti kama alivyokuwa chatu akimmeza mtu. Angalia mdomo huo. Sara anamvuta yule mtoto na kumtoa pembeni, lakini mama yake baada ya kusikia sauti na mtoto kupiga kelele sana, na mama anarudi katika hali yake ya kibinadamu ama hali yake ya kawaida, lakini bado mwanamama huyu hayuko sawa. Anajiuliza na kutafakari ni nini ambacho anafanya, umeelewa? Lakini Sara ana moyo wa kipekee. Sara ni mjasiri, Sara haogopi. Maana ingekuwa ni mimi hapa na wewe ndugu yangu mtazamaji, zamani sana tushajikataa, lakini Sara huyu anazidi kupambana ili mradi kunusuru roho mama yake, na akachukua ule mkoba wenye nyoka wote na kuutia moto, ikiwezekana laana inayomsumbua mama yake mzazi mwache. Na taarifa zikaenea, taarifa zikazagaa Instagram, Facebook, huko TikTok, kote na chaneli zote za jiji. Yote habari anaongelewa Sara na mama yake na miujiza ambayo mama mtu ama mama yake ambayo alikuwa anaifanya. Kwa hiyo bila kuficha, na watu wakaendelea na maisha yakapita, na hata ubinti miaka ikasogea, na hapa leo anakata keki yake. Wanangu, msisahau kunifollow, msisahau kusubscribe, pia msisahau kucomment, msisahau kulike. Na kwa wale wanaotaka video mbalimbali za kikubwa, video ambazo hazijatafsiriwa, video ambazo hazijafanywa kitu chochote, zote unaweza kupata kwa namba yetu ya simu yapo. Ni hapa hapa Kisiwa Chako cha Burudani. Chao.